Kuoa ama kuolewa sio bahati. Ndiyo maana leo nina mambo matatu unayopaswa kuyafahamu kabla haujapanga kuoa ama kuolewa. Kuwa na ndoa nzuri sio kitu cha kubahatisha. Siku moja nilikuwa na mentor wangu, mtu ambaye ananilea, ananiongoza, mtu anayeweza kuniwajibisha, mtu ambaye anaamini katika ndoto zangu, anayenifuatilia mwenendo wangu wa kila siku, hasa katika kujifunza, katika kufundisha na katika kufanya mambo mbalimbali. Sasa tumekaa naye, tuko tunafanya analysis, tunachanganua jinsi gani mitandao ya kijamii inafanya kazi, ili tuweze kujua kama tutaposti kitu, je, kitaonwa na watu wengi, kitakwenda viral. Katika harakati za kutafuta na kujifunza, akanikutanisha na bwana mmoja kwenye mitandao ya kijamii ambaye anaitwa Myron Golden. Myron Golden ana channel yake ambayo ni channel kubwa, zaidi ya subscribers milioni 1. Sasa akawa na kipindi au alishoot video akiwa na mtaalamu wa masuala ya kimtandao. Huyu mtaalamu wa masuala ya kimtandao anaitwa Brandon. Brandon ni going viral scientist. Yaani ni mwanasayansi wa jinsi gani unaweza kwenda viral, unaweza ukatazama video zako zikatazamwa. Sasa kitu ambacho kilitushangaza tulivyoanza kusikiliza yule bwana katika channel ya Myron Golden alivyokuwa akizungumza na Myron Golden juu ya namna gani jinsi ya kwenda viral. Anasema going viral is a science. Kitu ambacho kilitutafakarisha wote wawili, mimi na mentor wangu, kwamba going viral is a science. Wakati sisi siku za nyuma tulikuwa na mtazamo wa kwamba nitengeneze video nyingi kadiri niwezavyo, ili kwamba kati ya hizo video kuna mojawapo itakwenda viral, kuna mojawapo itajikuta na tazamwa na watu wengi. Sasa hii hata wewe unaweza ukawa nayo kama ni mtumiaji wa mitandao ya kijamii, hasa unapoposti videos zako mbalimbali, picha zako mbalimbali, wataimea zitazamwe na watu wengi sana. Lakini unaweza ukawa na mindset hiyo ya kuposti vingi zaidi iliweze. Lakini kuna baadhi ya content creators wengine kila video yao inakwenda viral. Sasa hiki ndo ambacho alikuwa anasema, kwanza video yote ananiambia inaweza kwenda viral. Cha muhimu ni nini? Cha muhimu kwa sababu going viral is a science, manake ni kuna maarifa, kuna vitu vya kufanya, kuna vitu vya kujua. Na nilivyomsikiliza vizuri, akawa anazungumza kwamba hauendi tu viral from nowhere. Video yako haiwezi kutazamwa tu na watu wengi, ni lazima uabide kwenye algorithm, uabide kwenye mfumo wa mtandao husika jinsi unavyofanya kazi. Na akasema hivi kwamba ukiweza kuabide, yani ukiweza kuchanganua na ukavijua ni vitu gani mtandao husika unapitaka. Tuchukue TikTok. Ukitaka kujua TikTok inatumia principle gani, inataka nini ili uweze kufanya kazi na kusukuma video zako zitazamwe na watu wengi, ukatumia hizo principles, video yako, kila video unaoposti itaonwa na watu wengi. Akawa amenifungua akili, amenifungua mindset kwamba kumbe kwenda viral sio kubahatisha. Sihitaji mimi kutuma video nyingi sana mtandaoni ili nibahatishe labda moja hii itakwenda viral. Wakati nafanya hizi studies nilikuwa na video 3 hizo kwenda viral, na nilijitahidi sana ku make sure na zingine zinaenda viral, lakini hazikwenda viral. Kumbe nikaja nikasema, kumbe usichokijua ni kama usiku wa giza. Usipojua the system, usipojua algorithm, usipojua nini mtandao unataka, ukaabide kwenye masharti ya huo mtandao au kwenye kanuni za huo mtandao, huwezi kufanikiwa. Siku moja nikakutana na mwalimu wangu aliyenifundisha shule ya msingi. Nishakuwa mkubwa na career zangu, mambo yanaendelea. Basi tumekutana, tukapata wasaa, tukazungumza.
Sasa katika kuzungumza, kwa sababu tulikuwa ni kwenye tukio la kijamii, basi na wanafunzi wengine aliowafundisha wakawepo pale. Sasa mimi nimesimama niko nazungumza naye, akaja mwanafunzi wake mwingine tena ambaye yeye alikuwa mbele yetu katika madarasa, akasalimiana naye vizuri, very charming, lakini muonekano tu wa yule mwanafunzi wake wa zamani ulikuwa unaashiria kwamba ni mtumiaji wa madawa ya kulevya, ni mnywaji wa pombe. Si unajua zile lugha wanazoongea, yale maneno, ule ulegevu wa mwili unaotokana na matumizi ya pombe kupindukia au matumizi ya dawa ya kulevya, matumizi ya sigara, yanaonekana kabisa kwa macho. Kamchangamkia vizuri kabisa bila kuonesha namna yoyote ile ya vizuri kabisa, very welcoming. Baada ya hapo tukaendelea kuzungumza, akaniambia kila mmoja anachagua aina ya maisha anayohitaji kuyaishi. Alireflect nini? Aliakisi mimi, nikamuelewa ni kwamba huyu na yeye amechagua aina ya maisha anayohitaji kuyaishi. Ndio maana leo niko hapa kukwambia hivi, fahamu mambo haya matatu kabla haujapanga kuoa ama kuolewa. Unaweza pia ukawa umeshaolewa au umeshaoa, lakini unapaswa pia kuyafahamu. Kitu cha kwanza ni ambacho nimekisema toka mwanzo kwamba ndoa sio bahati, au kuolewa sio bahati, ila ni maamuzi. Jambo la kwanza unalotakiwa kulifahamu kabla haujapanga kuoa ama kuolewa, ufahamu kuwa ndoa ni maamuzi. Kuamua kuishi maisha ya ndoa ni maamuzi, kama ambavyo yule mtaalamu wa masuala ya kwenda viral kwenye mitandao ya kijamii alivyosema kwamba ni science. Kuna kitu unatakiwa kukijua na unaweza ukaamua niende viral ama nisiende. Kwa sababu gani? There is a guide to it. Kuna mwongozo wa kufanya hivyo ili uweze kufanikiwa katika eneo fulani. Kwa hiyo ufahamu kwamba maisha ya ndoa ni maamuzi. Kwa hiyo unapoamua kuoa ama kuolewa, ni umefanya maamuzi, ni umechagua aina hiyo ya maisha. Umechagua kuishi maisha ya ndoa. Kwa hiyo ulikuwa na option nyingi za kuishi. Ungeweza kuamua kuishi single maisha yako yote. Ungeamua usioe au usiolewe kabisa. Ungeamua kuwa sister au padre. Ungeamua kuwa brother. Ungeamua kuishi maisha ya brotherhood. Lakini umeamua kuoa ama kuolewa. Umeamua kuishi maisha. Umechagua nick. Umechagua eneo unalotakiwa kuishi maisha yako yote. Kwa hiyo kama umeamua kuoa ama kuolewa, usiwe na mawili. Yaani usiwe single at the same time umeoa. Usiwe single at the same time umeolewa. Kuna maisha ya watu ambao wameoa na wengine wameolewa, lakini ukiwatazama wanavyoishi as if wako single. Yaani hawaakisi kabisa maisha ya ndoa jinsi yalivyo. Hii ni kwa nini? Wamekosa maarifa, wamekosa ufahamu. Neno la Mungu linasema kwamba nyumba hujengwa kwa hekima na kwa ufahamu huimarika, na kwa maarifa vyumba vyake vyote hujazwa vitu vya thamani. Maana yake ni kwamba hatuwezi kufanya kitu chochote kwa usahihi au kama kinavyotutaka kukifanya kama tutakosa maarifa, tutakosa ufahamu, tutakosa hekima. Kwa hiyo ndoa haiko tofauti. Kwa hiyo ndoa ni maamuzi. Ndoa ni aina ya maisha unayochagua kuyaishi. Sasa katika ndoa ni maamuzi, kuna kipengele kimoja muhimu sana ambacho natamani kukuambia. Kwa kipindi hiki cha kifupi ambacho nimeendelea kutoa huduma ya kuimarisha ndoa za watu, kuzifanya ziwe na amani na zilizojengwa kwenye misingi ya kimungu, nimekutana na watu ambao siku na momenti ninayokutana nao wako kwenye mazingira ambayo
imebaki sekunde, dakika au siku moja au muda mfupi sana, waachane. They are ready to depart, they are ready to separate, kulingana na mambo yanayotokea, kulingana na mgogoro walionao, wako tayari kutengana. Lakini unakuja kuwauliza ni nini kinafanya mtengane? Je, hampendani? Wanasema we still love one another, tunapendana. Mtu anakwambia mimi bado nampenda sana, lakini nimeona hatuwezi kuendelea. Tajiri mmoja maarufu sana aliwahi kuulizwa kwamba umeishi miaka 27 ya ndoa yako, sasa kinachokufanya utengane na huyu mama, unachotaka kutalakiana na huyu mama ni nini? Wanaulizwa kwa pamoja, alafu wanajibu, wanasema kwamba baada ya kuwa tumefikiri kwa kina na kuwa tumeyafanyia kazi mahusiano haya, lakini tumeona hatuwezi kuendelea kuwa pamoja. Kwa nini? Ni kwa sababu maisha ya ndoa, you have to choose. Unatakiwa kuchagua kuyaishi dhidi ya aina nyingine ya maisha. Maanake kama unaamua kuyaishi, unaweza ukaamua kutokuyaishi pia. Sasa kwa sababu kuingia kwenye ndoa hakuna reverse, hakuna kuingia na kutoka. Ujue kabla haujaingia, namoingia najimaliza, naingia mzima mzima, siwezi kutoka. Na maisha ya ndoa ukiyapatia yanakuwa matamu mpaka wengine wanaona wajinga. Kwa nini? Kwa sababu umeyapatia, na uyapatii kwa kubahatisha. Nimesema kuwa na ndoa nzuri sio bahati. Umefanya kazi. Kawaulize wote waliofanikiwa kwenye maisha yao ya ndoa, na kwa bahati mbaya huwa hawasemi, hawatangazi hadharani. Wewe utaona tu mambo yanaenda vizuri. Ukiuliza what is going in there, unakuta wanafanya kazi kubwa kuliko maelezo, lakini huku matunda yake yanaonekana ni matamu mpaka unasema kuwa na ni kubahatisha tu. Kuwa ukiona ndoa mtu inaenda vizuri, mshukuru Mungu, ni kwa sababu labda Mungu tu amekubariki au umebariki. No, there is a work have been done. Kuna kazi kubwa inafanyika humo ndani. Ufahamu hilo kwamba maisha ya ndoa ni kuchagua. Na kwa sababu maisha ya ndoa ni kuchagua, hata aina ya upendo unaokuwemo ndani ya ndoa ni upendo wa kuchagua. Ni upendo wa kuamua kumpenda mtu, kumpenda mke, kumpenda mume. Kwa hiyo unapoingia kwenye maisha ya ndoa, unaamua kuchagua kumpenda huyo ulionaye. Kuna kipindi tafikia atakuudhi, kuna kipindi tafikia kuna mgogoro, kuna kipindi tafikia utakata tamaa. Yaani kuna watoto wapo wanasubiri uwajibike juu yao. Mke au mume anasubiri uwajibike. Muda huo na fedha huna na umechoka. Kwa hiyo unakata tamaa, unaona maisha ni magumu. It's better ningekuwa mwenyewe. Kuna baadhi ya wanaume ikifikiaga mazingira kama hayo, anatakiwa atoe ada za shule na familia ile na kuvaa. Muda huo hana kazi, amechoka. Na hela hana mfukoni. Anaamua kuondoka, anarudi baada ya mwaka. Anaamua kuondoka, anarudi baada ya wiki 2-3. Anaenda wapi? Anaenda kula ambako atakuwa nje ya pressure ya familia, nje ya pressure ya mke au mume. Nataka kukuambia, hata kama atakuwa amekuudhi, hata kama utaona hakustahili, yani ni bora nisingemuoa. Huyu mwanamke mwongeaji sana, huyu mwanamke hana utulivu wa akili, huyu mwanamke kila muda analalamika, au huyu mwanaume hela hana, kazi mzembe, yani unakuwa unajihisi ni kama wewe ndo ungeenda kazini, alafu wewe ni mwanamke. Choose to love. Chagua kumpenda huyo, kwa sababu hakuna aliyekamilika. Kama unamuona anakupigia kelele, ndio maana uko hapo ili uweze kumsikiliza. Kama unamuona anakulaumu, ujue upo hapo ili kusikiliza hizo lawama. Choose to love. Maisha ya ndoa ni kuchagua, na upendo ni uamuzi wa kuamua kumpenda mtu yule, haijalishi kitu gani, leo, kesho kutwa, na hata siku zote za maisha yetu.
umechagua kumpenda mmoja licha ya kila kitu. Jambo la pili unalotakiwa kulijua ni kwamba maisha au ndoa ni kujitoa. Marriage is a commitment. Katika ile misingi zaidi ya 10 aliyoisema Miles Monroe ya kujenga ndoa yako, commitment ilikuwa namba 4. Na anasema kwamba kujitoa ni msingi wa maisha yako ya ndoa. Kujitoa, anasema, is a life blood of your relationship. Tukisema life blood, manake damu ya maisha yako. Ukishua damu sasa hivi unakufa. Kama hakuna commitment kwenye maisha ya ndoa. Ngoja nikuoneshe kitu. Nikwambie kitu. Mungu anasema hivi: kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee. Kwamba Mungu alitupenda kwa kiasi cha kujitoa kwa kila anachokipenda ili kuhakikisha tu sisi tunaendelea kuwepo, sisi tunaendelea kuishi. Maana yake ni nini? Na kujitoa inahusisha kujitoa kwenye kila kitu. Kutoa nguvu zako, kutoa mali zako, kutoa muda wako, kutoa fedha zako, kutoa moyo wako, kutoa akili yako. Unajitoa, unajidhatiti katika ustawi wa mtu mwingine. Ndio maana wanasema hivi, kuingia kwenye ndoa usiingie kwa lengo la kwenda kutumikiwa, kwamba nioe ili mke wangu anifanyie 1 2 3 4. Ingia kwenye ndoa kwa sababu unakwenda kujitoa, unakwenda kutumika. Na hii itakupunguzia expectations. Watu wanasema hivi, kati ya vitu ambavyo vinafanya watu wawe disappointed, wakate tamaa baada ya kuingia kwenye maisha ya ndoa, ni kwa sababu wanakutana na vitu ambavyo hawakutarajia kukutana navyo. Kwa hiyo anakuwa disappointed, anakata tamaa, anasema it's better nisingemarry. Mtu ukiwa single unaendelea na maisha yako, unakuwa unatamani sana kuoa au kuolewa. Lakini ukiingia unatamani kutoka. Yaani ukishapata sense ya kwamba unatamani kutoka, ni kwamba haukujiandaa vizuri. Safari yako haukuwa na imani nayo, au uliyoyatarajia yatakuwa yamekuwa ndivyo sivyo. Kwa hiyo kupunguza matarajio yako ni kwa namna gani? The only way ya kupunguza matarajio unayoyatarajia ni kutarajia kwenda kutumika, to serve, kutumika ndani ya maisha ya ndoa, kwa sababu utakwenda kujitoa. Na mtu wa kwanza wa kujitoa ni mwanaume. Mungu alijitoa kwa ajili yetu. Mungu alijitoa kwa ajili yetu. Ukisoma kwenye kitabu cha Efeso sura ya 5 mstari wa 25, mstari maarufu sana, unatumika na kila mtu katika kuelezea masuala yanayohusu ndoa na jinsi ya kujitoa. Inasema hivi, enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake. Wapendeni waume zenu, wapendeni wake zenu. Tuwapende kivipi? Kama Kristo alivyolipenda kanisa. Unajitoa kila kitu. Sasa kwa sababu unajitoa kwa ajili ya ustawi wa mtu mwingine, unajitoa kwa ajili ya ustawi wa mke ama mume wako, hivyo ndivyo unavyojiletea utukufu. Hivyo ndivyo ambavyo tunasema kwamba akiwa anapendeza, akiwa ananawili, familia ikiwa inakaa vizuri, ni kwa ajili ya utukufu wako mwenyewe, ni kwa ajili ya utimamu wako mwenyewe. Ndio maana wanasema hivi, ukimfanyia mambo mazuri mkeo ni kwa faida yako mwenyewe. Ukimfanyia mambo mazuri mumeo ni kwa faida yako mwenyewe.
sio faida ya kwetu, sio faida ya watu mtaani. Ingawaje sisi akili zetu, na sasa sio za kwangu haziko hivyo. Akili yako ni kwamba umnunulie nguo nzuri, umsomeshe shule vizuri, ufanye kila kitu kizuri ili watu wengine waone unamhudumia vizuri, au mtoto anasoma shule nzuri, au mke anavaa vizuri, au mume ananenepa ananawiri, eti waone watu wengine. Unapaswa hiyo kuwa kwa faida yako kwanza kabla hawajaja, au kabla ya faida ya watu wengine kwanza. Kwa mfano, iko hivi, mwanaume anapenda sana kazi. Mwanaume kipaumbele chake ni kazi, na huu ndo muundo wake. Na mwanamke kipaumbele chake, sawa, kipaumbele chake sana sana ni mahusiano, mambo yanayohusu upendo, mahusiano, si ndio? Na mwanaume ni mambo yanayohusu kazi. Sasa kuna mgogoro huu, usipokuwa makini huu mgogoro hauwezi kuisha ndani ya nyumba yako. Ndio maana nikasema ni mambo ya kujua kabla haujapanga kuoa ama kuolewa. Na kama umeshaoa au kuolewa, you should know it, ufahamu, ili asikupe shida. Kwa sababu hizi ni tofauti ambazo huwezi kuzisolve, ni kuzielewa, kuziheshimu na kujua namna ya kuishi nazo. Sasa kwa sababu mwanaume anapenda sana kazi, anatumia muda mwingi kazini. Akiwa kazini hataki bugdha kupigiwa simu kutoka nyumbani. Kila kitu anachokifanya yeye ni issue za kazi. Kuna uwezekano kama kazi hazijaisha huko kazini anakuja kuzifanyia nyumbani. Huyu ni mwanaume kwa sababu kipaumbele chake ni kazi. Lakini mwanamke kwa sababu anapenda things of relationships, anataka kuona na kupigia simu mkiwasiliana mara kwa mara, kwa sababu hiki ndo kinaboresha, kinalinda na ni uhai wa mahusiano yoyote. Kwa ili kujenga mahusiano anaamua kukupigia simu mara kwa mara. Sasa kwa sababu kipaumbele cha mwanamke ni mawasiliano, mahusiano, vitu vinavyohusu relationships, na kipaumbele cha mwanaume ni kazi. Ukiingia kwenye ndoa, you know, mwanamke anatakiwa kuelewa hiki na mwanaume anatakiwa kukielewa hiki. Lengo ni nini? Lengo ni kwamba tuzijue tofauti zetu kwa kina, tuziheshimu na tuishi nazo. Sasa ikifika eneo la kujitoa, huyu anatakiwa kutoa muda wake wa kazi au tenge kwa ajili ya mawasiliano, na huyu mwenye muda wa mawasiliano au tenge kwa ajili ya kumpa ruksa mume wake kufanya kazi. Hiyo ndo level of sacrifice. Unavotenga muda, sio ukipata utenge, yani hata kama toka asubuhi una masaa 24 hours unafanya kazi au masaa 12 unafanya kazi, tenga muda kwa ajili ya mawasiliano na mwenzi wako. Kuna swali wanauliza sana hivi, wanauliza kuta mtu anakuja tu inbox ananiuliza, anasema hivi kweli mtu anayekupenda anaweza asiwasiliane na wewe siku 2-3? Hakupendi, obvious. Kwa sababu upendo wa kweli unaonekana kwenye vitendo. Na aina gani ya vitendo? Commitment. Ni jinsi gani anaweza kutoa sadaka vitu vingine kwa ajili yako. Kama hakutengei muda kwa ajili yako kwa kisingizio kwamba yuko busy, yuko occupied, au hawezi kuja kwa sababu ya kazi, kwa sababu fulani, kwa visingizio vingi, ni ishara wazi kuwa huyu mtu hajakufanya kuwa muhimu. Huyu mtu hajakupenda inavyotakiwa. Upendo halisi unatafuta nafasi, hausubiri nafasi ipatikane. Na hii tunajiona katika kujitoa, katika commitment. Ukiingia kwenye maisha ya ndoa, ujue unakwenda kutumika, unakwenda kujitoa sadaka, unakwenda kujisacrifice kwa ajili ya mtu mwingine, kwa ajili ya ustawi
na utimamu wa mtu mwingine. Ukifanya hivyo, na wewe unakuwa timamu, unakuwa vizuri, unastawi. Tofauti na hapo ni migogoro isiyoisha mpaka mwisho. John Gottman anasema migogoro yote ndani ya mahusiano, baada ya kuwa amefanya utafiti wa zaidi ya miaka 46, anakuja kuhitimisha zaidi ya 65%, almost ya 69% ya migogoro yote ni migogoro isiyotatuka. Na migogoro midogo midogo yote inayotatuka ikikomaa inakuwa migogoro isiyotatuka. Kwa hiyo unaishi na hiyo migogoro forever long. Kuna muda inafikia tu unasema no, ni mke wangu, ni mume wangu, niishi naye hivi. Kwa unaishi, unajulikana una mume lakini ni title. Ukienda ndani kuuliza, maisha ni huzuni tu. Kwa nini uishi maisha ya hivyo wakati bado una nafasi ya kuboresha, bado una nafasi ya kujipanga, bado una nafasi ya kufanya uamuzi mzuri na ukajitoa inavyotakiwa ndani ya mahusiano? Na kitu cha tatu unachotakiwa kukifahamu kabla haujapanga kuoa ama kuolewa ni kwamba ndoa ni agano. Niliwahi kusema kwamba ndoa sio mkataba, ndoa ni agano. Kuna tofauti kati ya mkataba na agano. Mkataba sio wa kudumu, agano ni la kudumu. Mkataba ni wa kibinadamu, agano ni la kimungu au la kiimani. Mkataba uko chini ya sheria, agano haliko chini ya sheria, liko chini ya makubaliano ya kiimani au ya kimungu. Mkataba hauhusishi kiapo na si lazima. Agano linahusisha kiapo na ni cha lazima. Mkataba unavunjwa kwa sheria, agano halivunjwi kwa sheria, na hakuna kinachovunja agano. Agano ukisema umelivunja ni umesaliti na unastahili adhabu yoyote. Kwa hiyo haijalishi alikudanganya, alikulaghai ukafunga naye ndoa, haijalishi hukuwa unajua kama ana mapungufu hayo, na ungejua usingeruhusu kuolewa au kumuoa huyo. Kwa hata kama utaingia kwenye ndoa ndo ukagundua alinidanganya kumbe ana watoto, alinidanganya kumbe kuna mwanamke ana mahusiano naye nje, au kuna mwanaume mwingine kumbe alinidanganya kwamba yeye anafanya kazi fulani kumbe hafanyi, alinidanganya ni daktari kumbe sio daktari, ni bodaboda, alinidanganya yeye ni mwanajeshi kumbe sio mwanajeshi, alinidanganya 1 2 3, aliniambia yeye anaishi Arusha kumbe anaishi Tanga, aliniambia yeye ni Mpare kumbe yeye ni Msukuma, na mimi sikutaka kabisa kuingia kwenye familia za Kisukuma. Chochote kitakachokuwa kinyume na ulivyojua wakati wa uchumba, umeshafunga ndoa ndo umeingia, hakuna kurudi nyuma, no reverse back. Ndio maana kuna umuhimu mkubwa kuweka nguvu kubwa katika jinsi au katika kumjua mwenzi wako kabla haujaruhusu kuingia naye agano, sababu ukiingia hakuna kutoka, hata ukitoka umetoka kimwili. Kwa be very careful. Ndoa sio mchezo, it's not a game. Ndoa sio utani, it's not a joke. Ndoa ni something serious. Ndoa ni wito wa Mungu. Ndoa sio sehemu ya kuja play. Kama uko tayari, you better not enter it. Kama uko tayari, ni bora usiingie kabisa. Pata muda, kaa, jisikilize, jitazame, jitafute, jione, ili ukifanya maamuzi ujue nafanya maamuzi ya kwenda, sitarudi nyuma. Nafanya maamuzi na nani? Very careful. Ni muhimu kujua unafanya maamuzi na nani ya kuingia naye. Hapa nazungumza katika kujua, ili unapofunga agano ujue alivunjiki. Takuja kukuelezea namna nyingine ukivunja nini kitakutokea. Ukivunja nini kitakutokea, nitakwambia siku nyingine, sio leo.
ujue ndani ya ndoa ni kutumika, ni kujitoa, mpaka itafikia hatua uko ready kuondoa uhai wako kwa ajili ya unayempenda. Hiyo ndo the highest level of love, upendo ambao uko tayari wewe kufa kwa ajili ya wengine, na sio kwa ajili ya wengine, kwa ajili ya mwenzi wako. Ukifikia hiyo level, you are perfect kwenye commitment, kwenye kujitoa. Yaani kwamba uko tayari kucompromise vitu vingine ili kwa ajili ya ustawi wa mwenzi wako. Yaani kwamba ulitakiwa kwenda kazini leo na mwenzi wako anaumwa, una cancel kwenda kazini, unamshughulikia mwenzi wako. Fedha yako ilitakiwa kwenda kujenga, lakini kwa sababu mwenzi wako anatakiwa ale, atakiwa avae, atakiwa alale, atakiwa apate mahitaji fulani ya muhimu na anahitaji fedha, na fedha imebaki ya kujenga, una uwezo wa kuitoa sadaka fedha kwa ajili ya ustawi wa mwenzi, kwa ajili ya fedha ilikuwa ya biashara, lakini kuna kitu kimeingilia, lakini ni kwa ajili ya mwenzi wako. Choose your wife over your business. Hizi ndo level za kujitoa. Una uwezo wa kuisacrifice kazi yako, kwamba nina overtime ya kutoka saa 9:30 mpaka saa 12:30, lakini naitoa sadaka hiyo overtime, wala sihitaji, kwa ajili ya muda, kwa ajili ya kutunza nguvu na mwenzi wangu na familia. Hizo ndo level za sacrifice tunazozitaka, ili agano lako liendelee kuwa hai, agano lako lisife, agano lako liendelee kuishi, upate kibali mbele za Mungu, ukipiga magoti muomba Mungu kwa ajili ya ustawi wako, kwa ajili ya familia, kwa ajili ya kazi, kwa ajili ya biashara, kwa ajili ya chochote kile. Sala yako ipate kibali mbele za Mungu, kwa sababu kibali cha mwanaume kwa Mungu kiko katika mke wake aliyefunga naye ndoa. Ukiyakanyaga kwa mke wako uliyefunga naye ndoa, haupati kibali popote. Waulize waliowahi kufunga ndoa zikavunjika, waliowahi kufunga ndoa wakaachana kwa hovyo hovyo, na maagano yao yako pale pale. Sioni kama wamepiga tu, naona tu migogoro, naona tu wanaachana. Sina ushahidi waliyefanikiwa. Kuna gharama kubwa ya kurudisha haki ya agano ulilolivunja. Sasa ni bora usiingie kwenye hizo gharama, pengine utashindwa kuzilipa. Kaulize Daudi alilipa gharama gani kwa ajili ya agano alilolivunja na wana wa Gibeoni la kutunza amani. Kaulize gharama gani, kasome kwenye kitabu cha Samueli, kitabu cha pili cha Samueli sura 21. Soma yote ile, utajua the cost, utajua gharama ya kuvunja agano. Kwanza alivunjiki, linalipizwa tu. Kuna namna tu Mungu ukizungumza naye unaweka mambo sawa, lakini gharama kubwa. Kwa nini ufike huko? Sitaki hata ufike huko. Nataka uanze vizuri, uende umalize vizuri. Hakuna kurudi nyuma. Gari likiwashwa unaondoa na breki kabisa mpaka mwisho. Haya ni mambo matatu unaoyatakiwa kujua kabla ya kujipanga kuoa ama kuolewa.